Habari, hii ni video kutoka Catholic Church ya Milwaukee inayokusaidia kujifunza kuhusu kisukari. Leo tutazungumzia ugonjwa wa kisukari na namna gani tunaweza kufanya ili kuepukana na kisukari. Kama ilivyo gari inahitaji mafuta ili iweze kutembea, miili yetu pia huhitaji sukari kwa ajili ya nguvu ili mwili uweze kufanya kazi zake kama kula, kutembea na kuongea. Tunapata sukari kutoka kwenye vyakula kama wali, viazi na pia vyakula ambavyo si bora sana kiafya kama vile soda. Nini maana ya kisukari? Mwili hutengeneza kemikali inayoitwa insulin. Insulin husaidia mwili kutumia sukari ili kupata nguvu. Iwapo mwili hautazalisha insulin ya kutosha, mwili hautaweza kutumia inavyofaa. Hii husababisha sukari kupita kiasi kwenye damu. Hali hii huitwa kisukari. Hutokea wakati ambapo sukari inabaki kwenye damu na haiendi kwenye seli za mwili kuzalisha nguvu. Daktari huhitajika kuchukua vipimo vya damu ili aweze kusema ikiwa mtu ana kisukari. Nini husababisha kisukari? Kuna mambo mbalimbali ambayo huweza kusababisha ugonjwa wa kisukari. Mambo hayo ni kama yafuatayo: historia ya familia au ukoo husika, kuwa na uzito wa mwili kupita kiasi, kwa maana ya overweight kwa lugha ya Kiingereza, uvutaji wa sigara kwa maana ya smoking, kunywa pombe kupita kiasi, kuzeeka, ujauzito kwa baadhi ya wanawake, kutofanya mazoezi, msongo wa mawazo, kutumia aina fulani ya dawa, kula vyakula ambavyo havina virutubisho, kuwa na shinikizo la damu la juu. Haya hapa ni baadhi ya maneno muhimu kuyafahamu kwa Kiingereza. Yatamke kwa Kiingereza na kwa Kiswahili. Kuna neno la kwanza, insulin. Hapa tunatamka ya maneno katika lugha ya Kiingereza na lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo neno la kwanza ni insulin. Insulin hujulikana kama vile insulin katika lugha ya Kiswahili. Kuna neno la pili kwa maana ya sedentary lifestyle. Haya ni maisha ya kukaa, kutotembea au kutofanya mazoezi. Kuna neno jingine kwa maana ya health weight. Health weight ni kuwa na uzito unaotakiwa kiafya. And then kuna neno jingine ambalo ni health diet. Health diet. Health diet ni vyakula vyenye virutubisho. Alafu kuna neno jingine blood sugar. Blood sugar kwa maana sukari ya damu. Kwa blood sugar ina maana ya kiwango cha sukari katika damu. Dalili za kisukari. Dalili za kisukari. Mtu mwenye kisukari anaweza kuwa na dalili zifuatazo: kukojoa mara kwa mara, kuwa na kiu sana, kusikia njaa sana hata baada ya kula. Dalili nyingine za kisukari huweza kuwa kujisikia uchovu, kupungua uzito kwa kasi, kuumwa mara kwa mara, vidonda kupona polepole, kizunguzungu, kujisikia kuwashwa au kuwa na ganzi mikononi au miguuni. Kwa nini ni muhimu kujua kuhusu kisukari? Kama una dalili za kisukari katika damu au msukumo wa juu wa damu,
hasa dalili 3 kuu. Unapaswa kumwona daktari muda wa haraka. Daktari atapima kiwango cha sukari yako kwenye damu. Kama kiwango chako cha sukari kitakuwa juu kwa muda mrefu, inaweza kusababisha matatizo katika mwili wako. Kugundua kisukari mapema husaidia kuzuia kiwango cha sukari katika mwili na kuzuia matatizo ya kiafya. Jinsi ya kuzuia kisukari. Kuna mambo kadhaa yanayoshauriwa na wataalamu wa afya yaweze kufanyika ili kuweza kuzuia tatizo la ugonjwa huu wa kisukari. Mambo hayo ni kama yafuatayo. Fanya mazoezi. Kufanya mazoezi hasa kutembea husaidia kupunguza uwezekano wa kupata kisukari. Kula vyakula vyenye virutubisho. Hapa tunamaanisha kula matunda kwa wingi, mboga za majani na nafaka. Epuka matumizi ya kisukari kwa wingi, vyakula vya kukaanga na vinywaji vya sukari. Kuwa na uzito unaotakiwa kiafya. Kuwa mzito sana hupelekea kupata kisukari. Dhibiti msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo huongeza sukari ya damu. Jaribu kupumzika, jitunze. Usivute sigara. Usinywe pombe kupita kiasi. Jitahidi vile kupima afya yako mara kwa mara. Pima sukari ya damu yako mara kwa mara. Kufanya uchunguzi wa kisukari huweza kuwa jambo gumu kama ni wewe au mtu mwingine unayemjali ana kisukari. Usijali. Ongea na daktari wako kuhusu jinsi ya kudhibiti kisukari. Kupata msaada kutoka kwa marafiki na familia pia huweza kusaidia kukabiliana na kisukari. Asante kwa kutazama. Tafadhali shirikisha video hii kwa familia na marafiki zako na jiunge kwenye chaneli yetu ili kupata video zaidi kama hii. Thank you to our sources who provided information for this video. Thank you to our partners at Milwaukee Public Schools. This video was made possible by the generous support of our grant funders.